Newcastle diseases ni ugonjwa ambao unashambulia sana wa bata, na ugonjwa huu una dalili mbalimbali ambazo utabidi uweze kuzifahamu ili kusudi kama mfugaji wa bata utakapoona dalili hizo moja kwa moja uweze kuchukua hatua stahiki ambazo zitasaidia wewe mfugaji ili kuweza kuokoa bata wako na kuweza kupunguza vifo katika ufugaji wako wa bata. Wataalamu wengi wanasema kwamba Newcastle diseases ni ugonjwa ambao una dalili zifuatazo. Cha kwanza kabisa, utaona bata wako wakiwa wanalegea. Kama kwenye banda lako utaona bata wanalegea, bata wanakuwa wanachoka, bata hawana hamu yoyote ya kula, na bata wakiwa wanapooza pia utajua kwamba tayari bata wangu mimi wanashambuliwa na ugonjwa, lakini ugonjwa huu unaitwa Newcastle diseases. Na pia dalili nyingine kubwa ambayo watu wengi sana wanaona katika bata wao ni kuhusiana na swala zima la kuzungusha kichwa au shingo. Ukiona bata wako wanazungusha shingo inazunguka wanadondoka chini. Na wafugaji wengi wa bata swala hilo walishawatokea na wanafahamu, na wengi wanatokea. Unakuta mtu anaanza kulalamika kwamba umeingia ugonjwa katika banda langu, bata wangu wanazungusha tu shingo, wanazungusha shingo, wanalegea, wanadondoka chini na wanakufa. Ujue moja kwa moja tayari banda langu, tayari bata wangu wanasumbuliwa na ugonjwa huu wa Newcastle diseases. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali ambazo unaweza kuzichukua ili kusudi kuweza kuwatibu bata wako wa juu ya ugonjwa huu. Cha kwanza kabisa, hii Newcastle diseases inabidi uweze kuzingatia katika swala zima la chanjo. Ina maana kama unavyoangalia katika screen hivyo ni vifaranga hivyo vya bata tayari vishachanjwa hivyo kwa ajili ya kuepukana na ugonjwa kama huu wa Newcastle disease. Kwa hiyo chanjo ni muhimu sana, na kama unakuwa chanjo haujui chanjo Newcastle inapatikana wapi, nitapataje chanjo Newcastle, cha msingi kabisa ni kama wewe ni mfugaji lazima uweze kuwa na ukaribu na bwana mifugo au ile duka ambalo linauza dawa za bata au dawa za mifugo. Kwa hiyo utaenda pale moja kwa moja utaenda kuwaelekeza kwamba mimi nahitaji chanjo ya dawa. Kwa hiyo chanjo ya bata, utapewa chanjo ya bata, aidha chanjo ya kuchoma sindano au chanjo ile ya matone. Ina maana ukishachanja bata wako moja kwa moja bata wako utakuwa umewakinga dhidi ya huu ugonjwa. Na pia matibabu mengine tunasema kama tunatibu kulingana na dalili ambayo bata mwenyewe jinsi alivyo. Ina maana cha kwanza kabisa hii Newcastle diseases haina dawa maalum, ila unatibiwa kuangalia na bata alivyo. Kama bata anakuwa hana hamu ya kula, ina maana tutakushauri aweze kupata dawa ya hamu ya kula ambayo ni vitamini, unachanganya kwenye maji atakunywa, na pia atapewa na antibiotic mbalimbali ambazo kulingana na dalili alizonazo bata wako. Atakuwa kama amelegea, ambapo tunajua kabisa dalili kubwa ni kuzungusha shingo na kuweka pembeni, ina maana ndio dalili kubwa. Kwa hiyo ndugu mfugaji, cha msingi kabisa ndio kama hivyo, ina maana unabidi uweze kupata dawa za antibiotic ili kusudi kuweza kuangalia kama bata wako wanakuwa wanaweza kusaidiwa. Lakini ugonjwa huu wa Newcastle ni ugonjwa hatari sana, na wafugaji wengi sana wanalalamika kuhusiana na swala zima la ugonjwa huu. Utamkuta analalamika kama bata wake wanalegea, bata wake wanazungusha kichwa, moja kwa moja ni ugonjwa huu. Kwa hiyo kuna vitu vya muhimu sana kuweza kuzingatia. Ina maana kwamba cha kwanza tushajua ugonjwa unaitwa Newcastle, dalili zake zikoje na jinsi gani ya kutibu. Lakini tunasema kwamba katika swala zima la ufugaji wa bata huwa tunaweka mazingira ya kukinga kabla ugonjwa hujatokea. Ina maana bata wako inabidi uweze kuwakinga kabla ugonjwa hujaweza kutokea. Ina maana ukifanya hivyo katika swala zima la kukinga, ni moja kwa moja bata wako watakuwa hawana tena changamoto hiyo ya kupata ugonjwa huu wa Newcastle. Kuna kinga mbalimbali ambazo tunashauriwa na wataalamu wa mifugo ili uweze kuzifanya, na ukichukua hatua hizo ina maana bata wako watakuwa hawataathiriwa. Kinga ya kwanza ni swala zima la chanjo. Jitahidi sana kuweza kuchanja bata wako kwa wakati. Ina maana chanjo za vifaranga inabidi uweze kuchanja, chanjo za bata wakubwa inabidi uweze kufanya hivyo,
Na kuna chanjo nyingine mimi napenda kuita chanjo, lakini wengine wanasema ni matibabu. Tunasema ni swala zima la kuhusiana na hii minyoo. Kwa dawa ya minyoo pia ni nyingine muhimu sana kuweza kuziba bata wako, yaani mapema kabla hujaanza kupata ugonjwa huu wa Newcastle, kwa sababu tukumbuke ugonjwa huu wa Newcastle huenda kukata hamu ya kula kabisa ya bata. Bata anakuwa hana hamu ya kula na anakuwa amechoka. Kwa hiyo kama atakuwa pia na minyoo, ni moja kwa moja bata wako hatachukua muda mwingi, lazima wafe. Na kitu kingine cha kufanya ni swala zima la usafi kwenye banda. Pia banda kama itakuwa ni chafu, ni wepesi sana kuweza kupata magonjwa. Na kama Newcastle hii sana sana katika uchafu wa banda, mapema sana lazima bata wako watakuwa wanapata ugonjwa huu wa Newcastle, kwa sababu hata njia yake ya kusambaa ni kupitia bata mmoja na bata mwingine. Na maana kama bata mmoja atakuwa na changamoto ya Newcastle, lazima bata mwingine anaweza kuambukiza. Kwa hiyo ili kuweza kujikinga, usafi wa muhimu sana katika swala zima la banda. Na kitu kingine, ndugu mfugaji wa bata, ni usafi katika mazingira ambayo bata wanakuwa wanashinda, bata wanakula. Maeneo yote ambayo bata wanakuwa wanazungukia, kama hapo unaangalia katika skrini yako, mazingira yawe masafi. Kwa mazingira masafi kama unavyoona hivyo, ina maana bata wako hawawezi kupata tena ugonjwa huu wa Newcastle na kuweza kusumbuka na ugonjwa kutupa shingo. Bata wako ataregea na mwisho wa siku mambo yatakuwa kwa mazuri. Utafuga bata na utaweza kupata mafanikio kama wafugaji wengine wanavyokuwa wanafanikisha na wanafanikiwa kutimiza malengo yenyewe. Na pia kitu kingine ambacho cha muhimu sana cha kuzingatia kuhusiana na swala zima la kuweza kukinga ili bata wako wasiweze kupata ugonjwa huu wa Newcastle ni swala zima la maji. Yaani maji inabidi bata wako wawe na maji masafi, uweze kubadilishia maji kutwa mara 3, na maji yaweze kuwa ni masafi, sio maji yanakuwa ni machafu. Hiyo pia inakuwa shida. Kama maji yanakuwa ni machafu, ina maana tayari kunakuwa kuna transmission ya ugonjwa kutoka kwenye maji kwenda kwenye bata mmoja, kutoka kwenye bata mmoja kwenye bata mwingine kupitia maji ambayo yanakuwa ni machafu. Na kitu kingine, kama utatokea bata wako umeona wana dalili kama hiyo, ufanyeje? Kuna hatua ambazo inabidi kuchukua. Achana hatua za matibabu, achana hatua za kuweza kukinga ili bata wako usiweze kushambuliwa na ugonjwa huu wa Newcastle. Lakini pia kuna hatua ambapo tayari bata wako ameshaugua. Unafanya kitu gani ili kusudi bata huyo aliyougua asiweze kuambukiza bata wengine? Kuna hatua mbalimbali ambazo inabidi uweze kuzichukua kama mfugaji wa bata, ambazo zitakusaidia ili kusudi bata aliyougua abaki aliyougua huyo huyo, na ukitibiwa aweze kupona, na ambaye hajaugua asiweze kuugua. Kwa hiyo hatua hiyo ni kuwatenga. Inabidi uweze kumtenga yule bata anayeumwa. Ukiona bata analegea, anazungusha kichwa, mchukue muda ule ule, mtenge katika banda lingine. Mimi naamini katika video zangu nyingi hapa nimeweza kuelezea zambo sana magonjwa, nimeshakuelekeza kwamba lazima uweze kuandaa eneo kwa ajili ya matibabu au kutenga bata wagonjwa. Kwa hiyo utamchukua bata wako, utaenda kumweka kule sehemu kwa ajili ya kuweza kupata matibabu, na sehemu ambayo itakuwa tofauti na bata wengine hawa ambao ni wazima. Kwa hiyo kimtenga, ni hatua kubwa mtenge ili aweze kutibiwa kule na aweze kupona katika mazingira ya kule. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, na kusito na kuomba na kushauri kwanza uweze kusubscribe, na pia uweze kulike na uweze kucomment. Kama ucomment neno pale magonjwa, hii niweze kukushauri au niweze kutumia PDF nzuri ambayo inahusiana na masuala zima la magonjwa ya bata na jinsi gani ya kuweza kujikinga. Kwa hiyo kwanza ulike, uweze kusubscribe, na pia uweze kushare ili kusudi uweze kuwa wa kwanza kupata video nyingine ambazo zinahusiana na ufugaji wa bata na magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri katika ufugaji wa bata. Kwa ukifanya hivyo, naamini utakuwa ni mfugaji uliokuwa bora na mfugaji ambaye mzuri na wa kwanza kuweza kutoa ushuhuda katika swala zima la ufugaji wa bata, kwa ni mwepesi na umeweza kufaidisha, umeweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri. Naomba uweze kuangalia video ambazo zinafuatia katika channel yetu ya Nebuye TV, hususan katika swala zima la ufugaji wa bata. Kama una maswali andika comment, lakini kumbuka ku like na kusubscribe.